Kwa miaka mingi sana, mashabiki wa muziki wa Afrika Mashariki wamekuwa na ndoto moja kubwa sana: kuona Diamond Platnumz na Alikiba wakifanya wimbo pamoja. Hii ni kolabo ambayo watu wengi wanaamini ingeweza kuvunja rekodi nyingi ya Afrika nzima. Lakini cha kushangaza ni kwamba hadi leo, licha ya wawili hawa kuwa mastaa wakubwa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, bado hawajawahi kutoa project pamoja. Na kila mwaka unapopita, hamu ya mashabiki inazidi kuwa kubwa zaidi. Kiukweli, ukitazama safari za hawa wasanii wawili, utaona kwa nini watu wanatamani kuwaona pamoja. Diamond ni msanii mwenye nguvu kubwa kwenye upande wa biashara, consistency na hit songs nyingi zinazoteka soko haraka. Kwa upande mwingine, Alikiba anaonekana kama msanii mwenye vocal kali, utulivu wa kipekee na mashabiki wanaopenda muziki wa quality zaidi. Kwa kifupi, hawa ni mastaa wawili wenye nguvu tofauti, lakini zinazoweza kukamilishana vizuri sana kwenye muziki. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba kwa upande wa Diamond, mara nyingi ameonekana kuwa tayari kufanya kazi na Alikiba. Mimi sina tatizo. Kama yeye akiwa kwa sawa tufanye shauri. Mimi sina tatizo. Oh yeah. Mimi kumwambaga mwenyewe pia tufanye. Collab. Yeah, yani kwa nini tusifanye? Tufanye. Watu wangependa kusikia, dunia ingependa kusikia. Kuna interviews nyingi ambazo Diamond ameulizwa kuhusu kolabo hiyo, na mara nyingi amekuwa akijibu kuwa hana tatizo kabisa kufanya kazi na Alikiba. Diamond aliwahi hata kusema kuwa yeye yuko tayari muda wowote kufanya kazi na Kiba kama mazingira yatakuwa sawa. Kauli hiyo iliwapa mashabiki matumaini makubwa sana kwamba siku moja kolabo hiyo inaweza kutokea. Lakini upande wa Alikiba ndipo mambo yanaonekana kuwa magumu kidogo. Kuna kipindi Alikiba aliulizwa kuhusu mahusiano kati ya wasanii wa label yake ya Kings Music na wasanii wa WCB. Wa jinsia yake. Yeah. Lakini pia Alikiba tumeona interview yako siku ile unamtambulisha Tommy Flavor, ulisema kwamba we huna shida kwa mtu yeyote ambaye uko naye kwenye lebo, aongea na mtu yeyote wewe umpangie. Baadaye tukamwona Abdul Kiba, which is ikawa imejijibu kutokana na kile ambacho ulikuwa umekiongea before. Sasa hapa juzi kati Diamond ameulizwa kuhusiana na Wasafi Festival na akasema angetamani hata kukuona wewe pale Mtwara, kama uko busy na shughuli zako uende pale ukaperform kwenye Wasafi Festival. What's your take, bro? Niko busy na. Kwenye majibu yake, Alikiba alisema wazi kuwa hana shida kabisa kuona wasanii wa Kings wakifanya kazi na wasanii wa WCB. Alionyesha kuwa muziki ni biashara na collaboration ni jambo la kawaida kwenye industry. Lakini jambo lililowashangaza watu wengi ni kwamba pamoja na kusema hivyo, yeye mwenyewe bado hajaonyesha interest kubwa ya kufanya kazi na Diamond. Hapo ndipo mashabiki wakaanza kujiuliza maswali mengi sana. Kama hakuna shida kati yao, kwa nini kolabo hiyo haifanyiki? Kama Diamond yuko tayari, kwa nini upande wa Alikiba unaonekana kuwa kimya zaidi? Na hapa ndipo theories nyingi zikaanza kuzaliwa. Wapo wanaoamini kuwa ushindani mkubwa uliopo kati ya fanbases zao ndio unaofanya kolabo hiyo iwe ngumu kutokea. Kwa miaka mingi sana, mashabiki wa Diamond na wale wa Alikiba wamekuwa kama wapinzani wa jadi kwenye muziki wa Tanzania. Kila upande unaamini msanii wao ndiye mkubwa zaidi. Hali hiyo imekuwa ikiongeza pressure kubwa hata kwa wasanii wenyewe. Kwa sababu ukweli ni kwamba kolabo yao ikitokea na ikashindwa kufanya vizuri kama watu walivyotarajia, inaweza kuleta criticism kubwa sana. Watu wengi wana expectations za juu mno kuhusu kolabo hiyo. Wengine wanaamini kuwa huenda kuna tofauti za kimtazamo kati yao ambazo hazizungumzwi hadharani. Kwa sababu mara nyingi kwenye interviews, mastaa hawa huonekana kuwa diplomatic sana. Hakuna anayesema wazi kuwa ana beef na mwenzake, lakini pia hakuna hatua kubwa zinazochukuliwa kuonyesha ukaribu wao wa kimuziki. Na hii ndiyo imekuwa ikifanya mjadala huu uendelee mwaka baada ya mwaka. Lakini ukiangalia upande mwingine, kuna watu wanaoamini kuwa kolabo ya Diamond na Alikiba inaweza isiwe kubwa sana kama watu wanavyofikiria. Ndiyo, inaweza kuvunja internet siku ya kwanza, lakini pressure ya expectations inaweza kuwa kubwa kuliko uwezo wa wimbo wenyewe. Tumeshawahi kuona kolabo nyingi kubwa ambazo mashabiki walizisubiri sana, lakini zilipotoka hazikuweza kufikia matarajio. Hata hivyo, kwa upande wa Afrika Mashariki,
Kolabo ya Diamond na Alikiba bado inaonekana kama dream collaboration ambayo watu hawawezi kuichoka. Na ukiingia kwenye comments za interviews zao au posts zao Instagram, lazima utaona watu wakisema, tunataka kolabo, wacheni beef, fanyeni kazi pamoja. Hii inaonyesha namna gani mashabiki wanavyotamani kuona umoja mkubwa zaidi kwenye muziki wa Tanzania. Kitu kingine kinachofanya watu wazidi kutaka kolabo hiyo ni heshima ambayo kila mmoja wao anayo kwenye industry. Diamond ameweza kujenga empire kubwa sana kupitia WCB na biashara zake nyingine. Amefanya kolabo na mastaa wakubwa Afrika na hata duniani. Kwa upande wa Alikiba, licha ya kuwa kimya mara nyingi, bado ana fanbase loyal sana, ambayo inaamini yeye ni mmoja wa vocalists bora kabisa Afrika Mashariki. Kwa hiyo watu wanaamini wakikutana studio, kuna kitu kikubwa sana kinaweza kuzaliwa. Lakini hadi sasa, bado hakuna dalili rasmi zinazoonyesha kolabo hiyo iko karibu kutokea. Na kila interview mpya inayotoka, mashabiki wanaendelea kutafuta clues ndogo ndogo. Wengine wanachambua body language zao, wengine wanachambua maneno yao, wakijaribu kuelewa kama siku moja hawa mastaa wataweka tofauti zao pembeni na kufanya kazi pamoja. Cha kushangaza zaidi ni kwamba wakati mwingine wasanii wa pande zote mbili wamekuwa wakifanya kazi pamoja bila shida kubwa. Hii inaonyesha kuwa tatizo linaweza lisiwe kwenye labels au managements, bali labda ni maamuzi binafsi ya wasanii wenyewe. Lakini mwisho wa siku, hakuna anayejua ukweli kamili isipokuwa Diamond na Alikiba wenyewe. Labda siku moja wataamua kushangaza dunia. Labda siku moja wataingia studio kimya kimya na kutoa hit kubwa kuliko zote Afrika Mashariki. Au labda kolabo hiyo itaendelea kuwa ndoto ya mashabiki milele. Lakini jambo moja ambalo haliwezi kupingwa ni kwamba hamu ya kuwaona Diamond na Alikiba pamoja bado ipo juu sana mpaka leo. Na weweje? Unafikiri kolabo ya Diamond na Alikiba ikitokea inaweza kuwa hit kubwa kweli? Au watu wameweka expectations kubwa sana? Andika maoni yako hapa chini, usisahau kulike video, kusubscribe na kuwasha notification usipitwe na story nyingine kali kama hizi.